Sasa Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan leo ametangaza kuwa serikali itaunda tume ya uchunguzi ili kuchunguza machafuko yaliyotokea katika kipindi cha uchaguzi wa Oktoba 29. Pia ametangaza msamaha kwa vijana waliokamatwa kufuatia maandamano hayo pamoja na mchakato wa marekebisho ya katiba ndani ya siku 100. Hii inatoa taswira gani kuhusu mustakabali wa Tanzania? Ili kupata majibu, tuungane sasa na wachambuzi. Charles William yuko studio zetu Dar es Salaam, Tanzania, pamoja na Profesa Linda Mhando anayejiunga nasi kutoka Pennsylvania, Marekani. Nianze kwanza na wewe Charles. Kwa mtizamo wako, ni masuala yapi ambayo ulitarajia Rais Suluhu angeyazungumzia au kutulia mkazo lakini labda hakuyataja? Nadhani kwa kiasi kikubwa kwenye hotuba hii ambayo ilikuwa ni ya ufunguzi wa bunge, kwa kiasi kikubwa masuala aliyoyagusia yameridhisha, kwa maana kwamba mambo makubwa yaliyojiri kabla, wakati na baada ya uchaguzi ndio ambayo yalikuwa yanagonga vichwa vya watu wengi, na ameyagusia karibu yote. Nadhani sasa kwa sababu anazungumza kuhusu kuunda tume ya kuchunguza zaidi, pengine watu wengine walidhani labda angekuja na taarifa kamili, lakini kwa sababu ameeleza kwamba inaundwa tume, manake hata yeye ameona kuna haja ya kujiridhisha na kuja na taarifa kamili ambazo zifanyiwe utafiti wa kina kabla ya kueleza kwa umma. Naam, Linda, Rais ameongelea kwa urefu kuhusu maridhiano na maelewano, lakini wengi wanajiuliza hili litafanyika vipi wakati viongozi kama vile Tundu Lissu bado yupo gerezani? Mimi nafikiri naungana na mwenzangu Charles kwamba kwenye baada ya kuapishwa, hii ndio hotuba yake ya kwanza, na kusema ukweli ameonyesha kabisa kwamba alikuwa anataka mwanzo mpya, na amesisitiza, kitu cha kwanza kabisa alichosisitiza ni kwanza kuwaombea marehemu, na hiyo ni heshima kubwa sana kitamaduni, kwa tamaduni zetu na kwa Kitanzania, kwamba ametambua kwamba kuna maisha yalipotezwa. Kwa hiyo hiyo ni heshima kubwa sana. Nafikiri watu wengi watafurahia hilo. Lakini pia alikutoa msamaha kwa hao vijana, na akaenda kwa undani zaidi hata kuchambua kitabu cha dini ambacho kinachosema samehe wasiojua. Lakini pia hakuishia hapo, ni kwamba anataka hii kamati ya uchunguzi isifanye tu ibaini tatizo ni nini. Alafu kitu cha kingine ambacho nafikiria alikwenda pia beyond nani za kawaida, speech za kawaida, ni kuomba kwamba baada ya speech yake akaomba mambo mawili. Kwanza akasema angeomba baada ya serikali yake ya 6 angeomba watu wawe na tabasamu, wawe na tabasamu la shukrani. Lakini pia akasema kwamba yeye angeomba kwamba yasiishie hapo, uwe mwanzo wa Tanzania. Nafikiri hilo lilikuwa linaridhia sana. Charles, nitakuuliza swali hilo hilo. Kuna viongozi wa upinzani ambao wanahisi bado rais hana nia kwa sababu kiongozi kama Tundu Lissu bado yupo gerezani. Je, hii inatoa taswira ipi kuhusiana na mwito wake wa kutaka maridhiano? Wito wa maridhiano umekuwepo na mara kadhaa imejaribu kufanyika. Wakati Rais Samia Suluhu Hassan ameingia madarakani, alijaribu kuanzisha mchakato wa maridhiano, na mchakato huo ulitumika kupitia vyombo mbalimbali. Ilikuwepo kikosi kazi kilichoundwa, lakini chama kikuu cha upinzani Chadema hakikuridhia kuingia katika kikosi kazi hicho kwa sababu kiliona baadhi ya watu waliokuwa wamejaa mule kama ni watu ambao wako upande wa serikali zaidi. Kwa hiyo serikali ya Rais Samia ikawa ikiridhiana kwa vikao mfululizo baina yake serikali ya Chama cha Mapinduzi lakini pia na Chadema. Walifanya vikao vingi mfululizo, lakini mwishoni maridhiano hayo yaligonga mwamba kutoka katika chumba cha mazungumzo. Ikaonekana kila upande umechukua hatua zake. Chadema wakiona kama mazungumzo ya maridhiano yalikuwa yakipoteza muda tu, na CCM wakiona kama Chadema wamekuwa wakishikilia zaidi mambo yao bila kukubali kulegeza msimamo katika baadhi ya mambo. Kwa hiyo kutokuaminiana kunatokana na historia ya kujaribu kipindi cha nyuma na kushindwa kufikia mwafaka.
Bila shaka. Rais pia amezungumzia vijana na kusema kwamba watakuwa na wizara. Sasa Profesa Linda, hii inatosha kurejesha imani ya vijana wa Tanzania kwa serikali? Naomba kwanza kuongezea hilo la mwenzangu kwamba kitu kingine ameahidi kwamba hatachoka kuleta mkono wa amani. Kwa hiyo hilo pia nilikuwa naomba tulizingatie hilo. Lakini kuhusu vijana, swali lako, nafikiri sio tu kwamba anaanzisha wizara ya vijana, lakini ameahidi kuanzishwa kwa kazi nyingi sana ambazo zinawalenga vijana. Nafikiri hilo lenyewe linaweza likaanzisha watu kuja mezani. Nafikiri hilo ndio analotaka kwa sasa hivi, na hiyo kamati yake kwamba itachunguza nini, sio kwamba itatoa tu majibu, lakini itakwenda kuchunguza tatizo ni nini. Kwa hiyo vijana watakuwa na wakati wa kuelezea majonzi yao, matatizo yao na maumivu yao. Nafikiri hiyo ni ishara nzuri. Naam, Rais Samia Suluhu ameahidi kufanya mabadiliko ya katiba katika siku 100. Charles, kwa mtizamo wako, ukizingatia kwamba huu ulikuwa mwito wa upinzani hata kabla ya uchaguzi, je, uamuzi huu sasa utasaidia kutuliza wananchi na kutuliza hali? Itasubiriwa kutazamwa mchakato huo utaenda vipi, kwa sababu kilio cha katiba mpya hapa Tanzania kimekuwepo kwa takribani miaka 30 ya demokrasia ya vyama vingi. Rais Jakaya Mrisho Kikwete wa awamu ya 4 aliridhia kuanzisha mchakato wa katiba mpya katika kipindi chake na akaanzisha, lakini mchakato huo ukaenda ukakwamia bungeni baada ya kuwepo kwa kundi la Umoja wa Katiba wa Wananchi UKAWA ambalo lilisusia kuendelea na mchakato huo, likiona kama kundi lilokuwa upande wa chama tawala lilikuwa likitaka kuhodhi huo mchakato. Kwa hiyo ukashindikanika kumalizika katika kipindi cha Rais Jakaya Mrisho Kikwete, na ikatoka ahadi kwamba rais anayefuata kwa maana ya Dr. John Pombe Magufuli pengine angeumalizia mchakato huo, lakini Dr. John Pombe Magufuli alipoingia akaeleza kwamba jambo hilo sio kipaumbele chake. Kwa hiyo likalala tena, limekuja kufufuka tena chini ya Rais Samia Suluhu Hassan ambaye sasa ameahidi ndani ya siku 100 ataanzisha mchakato huo. Sasa atatumia mbinu zipi? Hapo ndipo tunasubiri kuona, kwa sababu kubwa ambalo lipo ni kwamba kumekuwa na hali ya kutokuaminiana baina ya pande hizi mbili, pande zote zikiona kama upande mwingine unahodhi mchakato na upande mwingine ukiona kama upande mwingine unahodhi mchakato. Kwa hiyo atatumia mbinu ipi kuendesha mchakato huo? Tume atakayoiunda itakuwa na wajumbe wapi, na wajumbe hao wataaminika kiasi gani mbele ya pande zote mbili? Hilo ndo jambo kubwa ambalo tunasubiri kuliona. Shukran sana Charles William kutoka studio zetu Tanzania. Asante sana Profesa Linda Mhando, tukisema naye kutoka Pennsylvania nchini Marekani. Niseme asante sana kwa sote. Muda ndio utakaoweza kutoa majibu ya maswali hayo, iwapo kila kitu alichokiahidi Rais Samia Suluhu Hassan kitaweza kutimia, au iwapo Watanzania hatimaye watakuwa wamepata jibu la maswali waliokuwa wakiuliza. Kwa niaba ya msimamizi wa matangazo haya Ahmed Bahaji na wale wengine wote waliofanikisha, mimi naitwa Ron Cliff Odit.